katika jina la Yesu. Ninaomba kulinganishwa na wewe siku kama ya leo Bwana. Uhimidiwe Jehova Jireh. Oh, we declare that you are God. 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 Oh, because your mercy, Lord, yeah. Wewe Bwana uongozaye watu wako. Wewe Bwana ulindaye watu wako. Nasi ni wewe Bwana umetuwezesha. Nasi ni wewe Bwana umetuongoza.
Bwana ukawe pamoja nasi katika hili jambo tunalolifanya asubuhi ya leo. Uwepo wa Bwana ukaendelee kuwa pamoja nasi na uwe juu yetu katika jina la Yesu, kwa sababu hatuwezi bila Roho wa Mungu, hatuwezi bila nguvu za Mungu katika jina la Yesu. Nguvu ambazo zinafufua ambao wamekufa, nguvu ambazo zinaponya wale ambao ni wagonjwa, nguvu ambazo zinafungua ambao wamefungwa na minyororo ya shetani. Mungu wetu asubuhi ya leo ni mwaminifu katika jina la Yesu Kristo. We thank you Jesus. Tunakuabudu Bwana. Hallelujah. Bwana
Asante kwa kututenganisha na mambo mengi na kutuwezesha kuwa mbele zako siku hii, ili tulete mioyo yetu na kutolee ibada kutoka mioyo yetu. Mfalme, nasema Baba, jina lako litukuzwe, liinuliwe na lihimidiwe. Tunapoendelea na ibada hii Bwana, tunaomba neema yako iwe pamoja nasi, uweza wako Bwana ukadhihirike miongoni mwetu katika jina la Yesu. Neno lako linapokuja likapenye katika mioyo yetu na kutusaidia, kutufundisha na hata kutuhimiza kukaa sawa na mapenzi yako Bwana. Tunakushukuru hata kwa kipindi ambacho umetupatia cha maombezi. Tunaamini ya kwamba dua zetu zimekufikia na umetutendea tuliyoyaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba ulinzi wako tangia sasa hadi kuendelea hata kumaliza ibada ya siku ya leo. Kalinde kila mmoja wetu Bwana, ukahudumie kila nafsi na mizigo yote tuliyobebana nayo tukiingia katika nyumba yako Bwana, ukatuvue na kutupumzisha katika jina la Yesu Kristo. Ukatupatie amani ya kipekee katika nyumba hii siku ya leo. Kukiingia mtu ambaye amevunjika moyo kwa njia moja ama nyingine, Bwana ukapate kumtia moyo, tunaomba kwa jina la Yesu. Baba, tenda yale ambayo ni wewe pekee unaweza kuyatenda, nalo jina lako pekee litajitwalia sifa na utukufu. Twakaa kimya mbele zako kusikia mausia yako. Tubariki Bwana na utunenee kama upendavyo. Na tumeomba kwa imani tukiwa na shukurani katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tuseme zote amen. Amen. Tuseme vizuri amen. 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 Baba wetu wa mbinguni ametuneemesha sana ya kwamba tumepata nafasi ya kuwa hapa siku ya leo, na tunaona kwamba hakuna stima, ndio sababu tutatumia vinywa vyetu ama sauti zetu. Tumezoea kuamplify sauti kupitia vyombo, lakini leo ninaamini ya kwamba neema ya Mungu itatujalia tuweze kusikika na kila mmoja. Na kwa hivyo ningeomba ya kwamba nisitumie nguvu nyingi sana. Kama mnaweza sogea mbele, inaweza kuwa jambo nzuri sana. Kwa hiari, si kwa kushurutishwa. Asante. Songe mbele. Tuko katika ibada ya kwanza ambayo na saa yetu haikai vizuri. Tuangalie hiyo sana tafadhali. Inaweza kutudanganya. So tumekawia pale kwa ofisi pamoja na viongozi, ndio sababu unaona muda umesonga kiasi, lakini tunaamini ya kwamba tutakuwa na wakati mzuri, na ninaamini ya kwamba Mungu atatubariki. Kulia tuseme ainuliwe Bwana wa mabwana tunapotengenezewa hiyo saa dakika mbili. Yes. Na tupige makofi, tukue sauti zetu, kisha tutakaa kifupi tusikie neno la Mungu. Tupigie Bwana Yesu. Amen.
ya vyombo, tunaimba kwa sababu ya kumtukuza Mungu. Ametupatia sauti, ametupatia Mungu, kwa hivyo tunaweza itumia kumsifu na kuliinua jina lake. Jina la Bwana litukuzwe. Nafikiri sitaamini wachana nayo, kama nimesungua kwanza wachana nayo, tutaishughulikia baadaye. So hatutaiangalia leo, tuseme imepotea kama vile stima zimepotea. Sasa nina ujumbe wa siku ya leo kifupi ambao nitauleta kwetu wale ambao tumekuwa pamoja Jumapili hizo mbili ambazo zimepita. Tuna ujumbe ambao tuliuanzisha, na ujumbe wenyewe unahusu moyo wa utumishi, the heart of a servant, or the heart of service, moyo wa utumishi. Hilo ndilo neno ambalo ninaomba ya kwamba tuendelee nalo siku ya leo. Na kwanza niwashukuru sana watumishi wenzangu, maana ni kwa sababu ya utumishi tumeweza kufika hapa siku ya leo. Halo, ni kwa sababu ya moyo wa utumishi, moyo wa ibada, tumeweza kufika mbele za Bwana siku ya leo. Tusingali kuwa na ule moyo, yawezekana tungekuwa katika shughuli zetu, yawezekana wengine wangekuwa kwa nyumba zao, lakini kwa sababu ya moyo wa kutumikia Mungu tukaweza kuyaacha hayo mengine yote, tufike katika nyua za Bwana, tuweze kumtumikia Mungu, pia tuweze kukaa chini kusikiza mahusia yake. Na utumishi huu ambao ninaongea juu yake ni mpana. Hata kukaa kimya katika uwepo wa Bwana ni jinsi moja wapo ya utumishi. Jina la Bwana lisifiwe. Kukaa chini ili ushauriwe, ili usikie neno la Mungu, uwe pale, utoe ibada kutoka kwa moyo wako, ni njia moja ya kumtumikia Bwana, na Mungu anakubariki kwa sababu ya jambo hilo. Tumeweza kuongea mengi yanayohusiana na roho ya utumishi, na nirudi kiasi pale ambapo tulikomea Jumapili, pale ambapo tuliachia Jumapili. Kifungu chetu tulichokisoma kwa Biblia kilitoka katika Wakolosai, the book of Colossians, chapter number 3 and verse number 23. Na ningependa mtu mmoja atukumbushe vile hilo neno linasema. Nani atatukumbusha the memory verse that we had on Sunday? Our memory verse. Mzee naona kama ako tayari. Unajua ni vyema, naona ako tayari kutuambia. Mzee simama tu tueleze kile ambacho vile ambavyo huo mstari unasema. Tulisema ni vyema kuweka aya kwa moyo. Unaweka mstari fulani wa Biblia katika moyo wako. Mzee ako tayari, sikiza vizuri. Amen. Amen. Hilo neno Colossians 3:23. Yes. Inasema lolote utendalo tenda kwa moyo. Yes. Kana kwa Mungu, sio wala si kwa mwanadamu. Amen. Tupigie makofi jamani. Hakuna kitu kinatia moyo kwa mwalimu yeyote ama mkufunzi yeyote kama kuona ya kwamba kile anafundisha kinaingia katika mioyo ya wanafunzi wake. Jina la Bwana lisifiwe. So mzee ametusemea kwa Kiswahili, mwanaelika mmoja aseme kwa Kimombo, the book of Colossians. Ni nani huyo ako tayari? Hey. This is a challenge. Mzee amesema kwa Kiswahili, nataka mtu atakayesema kwa Kimombo. Tulijifundisha yote kwa lugha zote. Nani huyo? Mwabani. Sunday school. Abi uko tayari? Hebu tuseme.
Yes. When you do things, do with your heart. That's another version. When you do things, do with all your heart, utamalizia, as though doing it for God, not for men. Hello? But the version ambayo tulikuwa nayo Sunday inasema, the NIV version, it says that whatever you do, work at it with all your heart, as though working for the Lord, not for praise the name of the Lord. Amen. Kila kitu tupigie huyo mtoto makofi. Nikifundisha pia wanafuatilia na wanashika kitu. Kile unachokifanya, fanya kama unafanya kwa Mungu. Na ufanye kwa moyo kama kwa Mungu, wala si kwa wanadamu. Kwa Kikuyu, kwa sababu kuna mtu anaweza shika vizuri kwa Kikuyu, inasema ya kwamba na undu wothe murikaga, undu wothe urikaga uwikage na ngoro yaku kari Ngai urekira, no ti mundu. Hallelujah. That is a Kikuyu paraphrase. Lolote ulifanyalo lifanye kwa moyo kama kwa Mungu, wala si kwa wanadamu. Unajua, inaweza kuwa an exercise in futility. If you are coming to church to please someone, if you are coming to church to make the pastor happy. Hello? Did you come to happy the pastor? If you come to church to happy the pastor, I'm telling you, that is a misplaced objection. Ama ni wazo ambalo halijakuwa kamilifu. Maana kuja kwetu katika nyumba ya Bwana, hatuenendi kwa sababu ya rafiki, hatuenendi kwa sababu ya viongozi, hatuendi katika nyumba ya Bwana wala hatutumiki katika madhabahu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu atuone, bali tunafanya hivyo ili tuonekane na Mungu. Amen. Niwaambie kwa nini tunafaa kufanya kwa Mungu. Ni kwa sababu mwanadamu hana malipo yoyote anaweza kukulipa, lakini Mungu ana malipo mazuri kwa kila kazi ambayo anaona ukiifanya kwa ajili yake. Amen. Nilihitaji kusikia amen vizuri. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. So whatever we do, do it with all your heart. You know, it means that umaanishe, usifanye kwa kusukumwa. Maana kile ambacho utafanya kwa kusukumwa, utafanya hivyo kufurahisha yule ambaye labda amekwambia ufanye. Lakini kama unafanya kwa moyo, haufurahishi mwanadamu, unafurahisha yeye aonaye kwa siri, ambaye hatumuoni kwa macho yetu, lakini anaona kila kitu tunachokifanya. Jina la Bwana litukuzwe. So tunafaa kufanya kwa mioyo yetu kama kwa Mungu, wala si kwa mwanadamu. Na hivyo ndivyo ilivyo katika Biblia. Wale wote walitumikia Mungu kwa moyo. Hata walikuwa na confidence ya kusimama mbele za Mungu. Hata kuna mfalme mmoja katika Biblia, in the book of Isaiah, I think chapter number 38. Tuangalie inasema nini. Isaiah chapter number 38. Maybe nitataja maneno machache kuhusiana na kile kifungu. Kuna mfalme mmoja ambaye moyo wake ulikuwa umemwelekea Mungu. Wakati Israeli walikuwa wamekengeuka na kuziacha njia za Mungu, yeye akatia bidii, akajaribu kwa uwezo wake ili aweze kuwarudisha katika nafasi zao za utumishi na kumpenda Mungu. Na akarejesha the true worship katika taifa la Israeli, watu ambao walikuwa wamegeuka na kuenda kuabudu miungu ingine, akawageuza mioyo. Huyu ndiye mfalme pia ambaye aliwakusanya makuhani, akawarejesha kwa madhabahu, naye anaitwa Hezekia. Jina la Bwana lisifiwe. Biblia yako inaongea kuhusu huyo mtu hapo? Asante. Wale wanasema yes waseme yes vizuri. Inaongea hivyo? Yes.
maisha yake akapatwa na ugonjwa ambao ulimula na ukamuumiza pakubwa kiasi ya kwamba alikaribia kufa, na ujumbe ukatumwa kutoka mbinguni kupitia kinywa cha nabii Isaia, enda ukamwambie Hezekia atengeneze mambo ya nyumba yake, kwa sababu muda wake wa kuishi ni kama umefika mwisho. Hezekia alipoletewa haya maneno na Isaia, Biblia inasema yeye aligeuka akautazama ukuta na akainua moyo wake mbele za Mungu, akamkumbusha Mungu yale mambo mazuri aliyoyatenda. Naye Mungu alipotazama ule moyo, akayakumbuka matendo mazuri ya huyu mfalme. Biblia inasema akatumana tena. Haleluya. Hey, jina la Bwana lisifiwe. Apia mtu gainoa gotomanira rege. Mwambie vizuri, Mungu anaweza tumana mara ya pili. Haleluya. Mwambie tena, kuna ripoti ya pili. Labda ulisikia ya kwanza. Ya kwanza ilikuwa imemjia Hezekia ya kwamba panga mambo ya nyumba yako kwa sababu unaenda kufa. Hiyo ni ripoti ya kwanza. Naye akakumbuka, hii haiendangi hivi. Lazima nikamkumbushe Mungu ya kwamba kuna kitu kizuri nilikifanya kwa moyo wangu. Naye Mungu kwa sababu ana masikio anasikia. Haleluya. Mungu wetu ana macho anaona. Haleluya. Kila chote unachokifanya katika ufalme wa Mungu, it does not go unnoticed. Guys, I wish nilikuwa na watu katika nyumba ambao wanaweza ni encourage kuwahubiria. It doesn't go unnoticed. Hautafanya kazi ya Mungu kwa moyo wako wote, Mungu akose kukuona. Ingawa pastor hata kuona, kuna Mungu aonaye sirini. Kunaye Mungu ambaye hafichwi neno lolote, atakuona kwa sababu yeye anaona hata moyo. Haleluya. Saa hii ninawahubiria, labda hapo umekaa unasikia kama umechoka, haufurahi kile ninasema, mimi siwezi jua, lakini Mungu anajua moyo wako. Maana mimi siuoni, lakini Mungu anakuona. Haleluya. So Hezekia, ujumbe ndio huo umemfikia. Ripoti ya kwanza anasema siku zako zimefika mwisho. Naye akasema la hasha, dikuwe walo uo. Amen. Nasikia ndani yangu ya kwamba kazi yangu haijaisha. Mungu ukipendezwa na mimi, angalia kama kuna kitu nilifanya kizuri, uniongezee siku za kuishi. Nayo ripoti ya pili ikatumano kwa yule aliyeleta ripoti ya kwanza, akaambiwa enda umwambie Mungu ametazama moyo wake. Amen. Na amemwongezea miaka 15. Amen. Tupigie Bwana wetu makofi mengi. Na Biblia inauliza, je, ni neno gani ambalo ni nzito kwa Mungu asiweze kulitenda? Ni udore koshio murito Ngai atangehota gweka. Haleluya. Hakuna neno hata moja ambalo Mungu hawezi kufanya. Kwa wale watu ambao wana moyo wa kumwelekea, wale wanamtumikia kwa kumaanisha, anaweza kuwatendea yale ambayo yalikuwa mbali sana na mafikra yao. Haleluya. Amen. Huyu mtu alikuwa amefika mwisho wake, lakini ndani ya moyo wake anakumbuka ya kwamba nimejicommit. I've committed all my life to serve the Lord. Yes, I've devoted myself kwa Mungu. Sasa nitamkumbusha Mungu. Haleluya. Amen. Ambia mtu, Mungu anakumbukana. Amen. Mwambie vizuri, Mungu anaweka rekodi. Yes. Kuna kitu ambacho labda ulifanya Sunday na ukafanya vizuri, na mimi saa hii sikumbuki ya kwamba ulifanya, lakini Mungu aliona ukifanya na anakumbuka, maana alinakiri mahali. Amen. Haleluya. Inaweza nipita, lakini haiwezi pita Mungu. Haleluya. Unaweza tenda kitendo kizuri, mwanadamu yeyote asione, lakini Mungu aliona na akakuandikia. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa nini tuwe na
wa huduma, moyo wa ibada, moyo wa kujitoa katika kazi ya Mungu, ni kwa sababu Mungu anaona kila kitendo ambacho sisi kama wanadamu tunatenda, ikiwa ni kwa utukufu wa jina lake. Na yeye mwenyewe anajua kulipa vizuri. Haleluya. Tusi moyo katika kutenda mema, na tutie bidii sana, na tutilie maanani sana kuyafanya yale mambo ambayo ni ya faida. Kuna siku moja niliwasomea neno katika Wafilipi 4, na nikiongea hii yote uwe ukiandika, maana nyingine napitia. Wafilipi 4 mstari wa 8. Wale watakumbuka kile tulisema. Yes. Nani anatusomea tukumbushe, aliye na lugha ya Kiswahili? Inaongea kuhusu jambo lolote lililo nzuri, jambo lolote lililo na sifa njema, jambo lolote ambalo ni la utukufu. Kama kuna neno lolote la kutia moyo, kama kuna neno lolote la kuwajenga wengine, yatilieni maanani mambo kama haya. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Halo? Hiyo ni paraphrase. Nataka mtu atusomee. Ni nani amefungua ya Kiswahili? Yes. Halo? Yes, waondoe aibu. Imepelekwa kwao, waondoe. Yes. Heri imefanyika hivyo. So mzee anatusomea, yetu anatusomea, baba Karimi tusomee. Hebu sikiliza vile neno la Mungu linasema. Wafilipi 4:8. Hebu sikizeni tafadhali. Wafilipi 4:8. Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, Yes, macho inaleta shida eh? Yes. Yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye kupendeza, aha, yoyote yenye sifa, yoyote yenye sifa njema, ukiwepo wema wote. Yes. Ikiwepo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Na tuseme amini. Hebu sikia mtiririko wa hayo maneno. Kile ambacho moyo wa huduma unafanya, unayatafuta mambo yaliyo mema, mambo yanayostahili. Jina la Bwana lisifiwe. Hata kama hakuna mwanadamu ataona na atatambua kile unachokifanya, Biblia inasema lolote lililo nzuri, lenye sifa njema, ambalo ni la kuleta utukufu kwa Mungu, tafakarini, fikirieni mambo kama hayo. Jina la Bwana lisifiwe. Moyo wa utumishi hauna nafasi ya nonsenses. Hauna nafasi ya yale mambo ambayo hayana maana. Moyo huu umejitoa kwa mambo yaliyo mazuri, mambo ya faida. Jina la Bwana lisifiwe.
ujipendekeze, unafanya kwa kumaanisha, kwa kujionyesha kwa Mungu wala si kwa wanadamu. Amen. That is a beautiful one. Ya kwamba moyo kama huu haufanyi ili ujipendekeze. Ushawaiona wakati ambapo labda mtoto amefanya kitu kibaya, anajua amefanya vibaya, kama sisi wakati tulikuwa tunakuwa. Ulijua ya kwamba ulihitajika kufanya kazi fulani, wazazi wakaenda zao kutafuta, wakakuacha na ukaasainiwa the duties ambazo unafaa kuzifanya. Lakini kawaida ya mtoto ukaingia katika mchezo ukashinda tu the whole day ukicheza. Saa ile machweo yanaingia, ndio unakumbuka majukumu ambayo uliachiwa ama kazi ulizoachiwa. Kwa hivyo utakimbia sana uzifanye shagla bagla. Hello. Uzifanye shortly, uzifanye tu bila hata kufikiria, bila hata kwa utaratibu. Na wakati mzazi ataingia, utaenda hapo kwa moyo wa kujipendekeza. Kile uliniambia nifanye, nilifanya. Nani alifanya hivyo akiwa mtoto? Asante. At least niko na mmoja ananitia moyo. Amen. Hiyo ndio ilikuwa tabia yetu. Tunafanya mambo tujipendekeze, hatumaanishi. Tunafanya kwa sababu ni sheria, lakini kutumikia Mungu sio sheria, inafaa kuwa moyo. Hallelujah. Yes, inafaa kutoka kwa moyo. Ufanye kazi ya Mungu kama ni yeye unataka kupendeza, wala sio wanadamu. Unajua wale ambao wanafanya wapendeza wanadamu, hao watu wako na shida kubwa sana. Because they will do something until they get noticed. And after getting noticed, they want to be appreciated by men. They want to be clapped for. Praise the name of the Lord. Na usipowapigia makofi watasema hiyo kanisa hata haina upendo. Shida ni wewe, sio upendo umekosekana. Shida ni wewe kwa sababu maamuzi yako na utendaji wako sio ule unaofaa. Unafaa kutumikia Mungu wala si wanadamu. Jina la Bwana lisifiwe. Wale watu ambao wanangojeana kusifiwa kila wakati wako na shida kubwa. Maana kuna siku itafika utafanya jambo, hautapata sifa yoyote kwa mtu. Hata utafanya watu hawataona, lakini yaonaye sirini si aliona. Yeye ndiye anafaa kukulipa. Jina la Bwana lisifiwe. Tufanye kwa moyo. Hata kama ni kutoa, usitoe usikujipendekeze kwa pasta. Maana hata nikikupenda sana, mimi siwezi kukulipa. Mungu ndiye anaweza kukulipa, ajumulishe kile ambacho umetoa, akiongezee zaidi kwa sababu ya uaminifu wako. Jina la Bwana lisifiwe. Unajua wengine wamezuiwa kufanya kazi ya Mungu kwa sababu labda walifanya kitu wakakosa kuwa appreciated vile walitarajia, kwa hivyo wakalegea. Hello? Wakalegea wakasema, kama hakuna mtu anaonanga ninafanya kazi hiyo kanisani, basi wacha niache nione nani. Let me tell you, there will never be a vacuum in the service of God, in the work of God. Wewe ondokea, Mungu ataweka mwingine hapo na kazi yake itaendelea. Jina la Bwana lisifiwe. Shida moja ya watu ambao ni wa kujipendekeza, wanakuanga na moyo wa kiburi. Andika mahali kiburi. Hallelujah. Wana moyo wa kiburi. Ndio wanasema hiyo kanisa hata ukiona ikiwa safi hivyo mimi ndiye naioshanga. So unataka tujue ni wewe unaoshanga tukufanyie nini? Unajua hatutakulipa vizuri. Wewe fanya, watu wasipoona Mungu aliona. Hallelujah. Na usichoke. Jambo lingine liko na hawa watu ambao wanafanya kazi kwa wanadamu, waonekane na wanadamu, wanachokanga haraka sana. Amen. Wanaondokea haraka sana. They are not permanent in the possessions of their service, of their ministry. Wako hapo kwa muda. Mwimbaji anakuja hapa, analeta staili zake zote za uimbaji. Msipomfurahia na kusema ni yeye pekee anayeibanga vizuri kwa hiyo kanisa, atawaambia mnajuaje, nitaenda kwingine. They are never permanent in their possessions of ministry. Hello church?
Lakini watu wanaofanya kazi kwa moyo na wanaifanya kwa Mungu, wanafanya wanadamu wawafurahie wasiwafurahie, that is not my bother. My bother is kama nilimpendeza aliyenituma katika shamba lake. Hiyo ndio inanijalisha. Wacheni niwaambie, kama sisi wachungaji tulikuwa tunatumika ili wanadamu watuone, basi tungeondokea kitambo. Hello? Yes. Kama tungetarajia malipo ya wanadamu, hamungetuona hapa, tungeondokea kitambo. Maana kama kuna kazi ambayo ina majaribu mengi, ina kufinyika kwingi wakati fulani, unapitishwa katika moto, ni kazi ya huduma. Wakati mwingine unahudumia watu ambao they don't care. Praise the name of the Lord. You give yourself wholly, fully to them, but they never give themselves back. Hallelujah. You use all your energy, uwatumikie watu, uwapende, lakini in return wanakuchukia. Hello? Yes. Utende mema kwa watu, na ndio watakuwa wanakuotea jiani, wakiwa wamechukua mawe, wamejificha, wakutupie mawe. Na wewe ulifanya kazi ile kwa moyo. Kama tungalikuwa tunangoja wanadamu watulipe, na waambieni hakuna mtumishi ambaye angekuwa amesimama wakati huu. Lakini atukuzwe Mungu, maana alituita tumtumikie yeye. Jina la Bwana lisifiwe. Ndio sababu hatulegei wala hatuchoki. Tunasimama hata wakati ambapo mawimbi yanatuelekea. We face the tides, we face the storms, praise the name of the Lord. Na tunasonga mbele kwa sababu yule ambaye tunamtumikia ana nguvu na uwezo wa kutuokoa. Danieli akasema wakiwa na Shadrach na Meshach na Abednego, in fact hao watatu, Shadrach, Meshach na Abednego, wakasema ya kwamba hata kama Mungu hatatuokoa, sisi hatutaabudu sanamu. Praise the name of the Lord. Watu walio na moyo wa utumishi hawako pale ili wapokee tu mambo mazuri. Wako hapo wakisema chochote kitakachotokea kitokee, kama ni kwa utukufu wa jina la Bwana. Mungu atusaidie jamani. Tusome neno la Mungu. Kifungu cha leo ni katika wa Timotheo wa pili. Nashukuru Mungu kwa sababu kuna mahali tulikuwa jana na hichi kifungu kikatajwa, hata kama hakikuelezewa sana, kilitajwa. Na ninaongea habari ya moyo wa utumishi, the heart of service. Timotheo anashauriwa hivi na baba yake Paulo. Anaambiwa nini? Katika Timotheo, waraka wa pili kwa Timotheo, sura ya pili kuanzia mstari wa 1 hadi mstari wa 6. Nasoma kwa lugha zote mbili. Nianze kwa hii lugha ya Kimombo. Na hili neno lasema, you then, this is Timothy, anaambiwa na Paul, you then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Amen. It is a word of encouragement. Katika hii kazi ya Mungu, hii kazi, the service, the work of God, is not for the weak or of the weak. It is of the strong and the stout-hearted. Hello? Niseme kwa Kikuyu kiasi. Weroyo wa Ngai ti wandu aria heju ngoro, ti wandu aria ahotho ngoro, kwa sababu wale watu ambao ni wepesi moyoni, wasio na moyo mkubwa, wanaondokeanga asubuhi mapema kwa sababu ina changamoto zake. Lakini watu ambao wana moyo mkuu,
those that are stout-hearted, those that are strong, those have strong convictions about the service they are doing. Hawa watu hata kukiwa na shida hawaondokei, wanasimama hata mwisho. Na ndiposa Paulo anamwambia Timotheo, my son, be strong in the service of God. Amen. Guza mtu mwambie, be strong in serving God. Yes. Asante, nimeona Mama Gloria anajiambia, maana hayuko na mtu karibu na anajiambia be strong. Hallelujah. Yes. Hata wewe unaweza jiambia be strong. Guza kichwa chako ili ajiambie be strong as you serve the Lord. Praise the name of the Lord. Kwa sababu sio mwanadamu unayetumikia, bali ni Mungu unayemtumikia. Paulo anamwambia Timotheo, najua ya kwamba hii kazi sio ya wale watu ambao ni wepesi wa moyo, wale watu ambao wana kibaridi baridi. Hii kazi inahitaji wajasiri. Ambia mtu kuwa mjasiri. Kuwa mjasiri unapomtumikia Mungu, maana ujasiri wako utakuwezesha kusimama. Ninawaambiaga kila wakati ya kwamba kuna turoho twingine tudogo tudogo tunatisha. Turoho tunakufanya ukose usingizi. Karoho kanakwambia ati unafuatwa. Kuna mambo yanakufuata na yatakumaliza. Hapo ni karoho tu kadogo kametumwa kakukustua. Na wale ambao ni wepesi wanakimbia huku na huku wakitafuta msaada. Lakini walio na moyo mkuu wanainua macho yao juu. Wanajua msaada wetu uko kwa Mungu, na wanaangalia hayo maroho, wanayaambia, mimi hautaniweza, ninaye Mungu mkuu ndani yangu. Jina la Bwana lisifiwe. Kuna watu wanastuliwa na ndoto, wanakimbia huku na huku wakitafuta ni nani atakayewafasiria ndoto zao. Si mara moja nimeletewa ndoto, na ndoto zile ninaletewa wakati mwingine, hiyo ndoto ilimstua mtu kabisa, maana alikuwa anaona mauti. Let me tell you, wakati shetani anakuletea mauti, anakuletea kifo, wewe unafaa kuona uhai, maana aliye ndani yako ako hai. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Na ndipo Paulo anamwambia Timotheo, be strong. Katika kazi hii ya Mungu utakutana na changamoto za kila aina. Maroho zitatumwa kutoka all over. Nawaambia kanisa hili lifike hapa, tumetumiwa maroho za kila aina za kutuhangaisha. Maroho zingine zinakuonyesha ya kwamba wewe ni kauchungulu, wewe ni kitu kadogo sana. Amen. Mpaka nilitumiwa roho fulani siku moja, nikaambiwa, sasa wewe uko na nini hapa Nairobi? Si wewe kwanza ukatafuta mali yako. Nikasema, kwani wanadamu ndio wanajipeana mali ya dunia hii? Si ni Mungu anapeana? Nikasema, nina kila kitu kwa sababu nina mfalme ndani yangu. Haleluya. Amen. Ningeanza kujiona kama sifai, ningeanza kujiona kama siwezi, lakini ninaamini katika Bwana ninaweza. Amen. Sema, ninaweza mambo yote kupitia yeye anitiaye nguvu. Sema tena, ninaweza mambo yote kupitia yeye anitiaye nguvu. Tuseme pamoja kwa nguvu, ninaweza mambo yote kupitia yeye anitiaye nguvu. Hata hiyo hali inaweza kuishinda. Sema yes. Hata hiyo shida si kitu kubwa sana. Uganohote nitaishinda. Ninaye Mungu mkuu ndani yangu. Jina la Bwana lisifiwe. Unajua wakati mwingine tunashindwa na tumambo tudogo tudogo, turoho tudogo tu ndio tunakuja kututisha. Karoho kanakwambia hii biashara haitafaulu. Ukaangalia ukauliza, umetumwa kutoka wapi? Nani amekupatia authority ya kuniambia sitafaulu? Kwanza kabisa wewe ndio uliniweka kwa hii biashara. Ninajua ni nani aliyenibariki na biashara. Na Biblia inasema kama ni baraka ya Mungu haitafuatwa na huzuni. Kwa hivyo huzuni zote utazifungia nje.
Haleluya. Utakomesha roho za kila za aina ile. Utaziambia, mimi si yuko hapa kwa ruhusa yenu, niko hapa kwa ruhusa ya Mungu wa mbinguni. Na nitafaulu, mpende msipende. Haleluya. Watu ambao ni strong wanaongeanga mambo positive, mambo ambayo yanaweza kuwasaidia kusimama hata wakati kuna misukasuko. Ambia Mungu, mwambie tena Mungu, nijaze roho ya utumishi. Praise the name of the Lord. Maana roho ya utumishi is a strong heart. Amen. It does not look for approval from men. Hey. Haingojei sifa, haingojei kuambiwa wewe ni mzuri na wanadamu. Maana wanadamu wakikusifu unaweza ingiza kiburi, lakini ukisifiwa na Mungu utanyenyekea zaidi, Mungu akukweze kwa wakati wake. Amen. Sema haleluya. Mungu atusaidie jamii. Paulo anaendelea kumwambia hivi. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable men, who will also be qualified to teach others. Verse number 3 says, endure hardship with us like a good soldier of Christ. Verse number 4, no one serving as a soldier gets involved in civilian affairs. He wants to please the commanding officer. Hallelujah. Sasa nikifika hapa nasikia kama nishikilie kiasi. Na nisome kwa huo mstari kwa lugha ya Kiswahili. Nisome mstari huo wa 4. Biblia inasema hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Praise the name of the Lord. Kusudi letu la kuwa katika kazi ya Bwana sio ili tumpendeze mwanadamu, maana in the first place it is not a man who appointed you to be in the service of God. It is God himself. So he is the commanding officer. Hello, church? The pastor is not the commanding officer. Hallelujah. Pastor yeye ni mwelekezi tu. Amewekwa kama chombo hapo na Mungu akusaidie, tusaidiane. I am just your fellow minister. I am your fellow servant. Hello. I'm your fellow who? I'm your fellow what? Hallelujah. I'm just your fellow servant. We are serving the Lord together. So I'm not the commanding officer. I don't have the right or the audacity to hire or fire. Hey! Mimi siwezi kukwambia that you don't qualify to be in this kingdom. Man, in the first place, this is not my kingdom. I am just a fellow. Hallelujah. Nilionekana hata mimi ninafaa. Mwenye shamba ndiye alitoka asubuhi akienda kutafuta na akaangalia akaona huyo ndio alikile. Hallelujah. Amen. Guza mtu kwa kikokora mwambie uliitwa kama vile niliitwa. Amen. Ndio mtu yeyote asijione kama ni bora kuliko wengine. Paulo anasema kwa unyenyekevu waoneni wengine ni bora kuliko ninyi. Hallelujah. See that others are better than yourselves. Usijione ya kwamba wewe ni bora kuliko kila mtu.
na hapo ndipo kiburi kinaingia, na kiburi kinapoingia anguko linafuata. Halo, saa ile unajiona kama wewe ndiye mwimbaji na kanisa hiyo niwatumie waimbaji tu tafadhali. Kulia niwatumie akina Selina, akina Kerubo, haleluya, nani akina Sharin. Yes, nafikiri hata hiyo ni yako. Osi yako. Magi. Tumia nani mwingine? Hawa akina Sara, akina Mama Gloria. Niwatumie. Usionee kwamba kwa sababu wewe ndiye Mungu anatumia sana kuwa mwimbaji, usipokuja kanisa hiyo siku haitaimbwa. Mungu anaweza inua mwingine huko mwenye hapo ana sauti nzuri, akuja aitengenezee hapa kwa sababu ya ibada hiyo. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa nini? Kwa sababu wewe uliitwa kama vile niliitwa. Na let me tell you, usiposimama katika nafasi yako, Mungu atakuondoa, ataweka mtu mwingine. Hallelujah. Abia, you are not permanent in that position. Praise the name of the Lord. Yes. Haukuandikwa ya kwamba ujiambie ya kwamba I'm here permanently and this is mine and mine alone. Hii hakuna mtu mwingine anafanya. Let me tell you, jaribu kukaa chini siku moja uone kama hatutaimba. Jaribu kukaa chini siku moja useme sitaongoza ibada hata kama niliambiwa, uone kama ibada haitaongozwa. Hallelujah. Mungu anaweza inua hata katoto kadogo kakuja katuhubirie. Pasta akikaa chini pale aseme mimi sitawahubiria leo, ati nimekasirika. Kukasirika kwako hakujalishi Mungu, hakuogopeshi Mungu. Ana vyombo vingi vya kutumia. Haleluya. Mungu ana vyombo vya kila aina. Vingine vinaonekana ni vidhaifu, lakini kwa Mungu ni vya dhamana sana, anaweza zitumia. Sema hata mimi. Jijaze, sema hata mimi. Cheka kidogo, sema hata mimi. Jiparaparie kidogo, sema hata mimi. Nimechaguliwa. Ninaweza. Praise the name of the Lord. Yes. Amen. Tusianze kujidharau, kujidunisha ya kwamba tunaona wengine ndio wanatumiwa sana. Tunaona kama wewe hauwezi tumiwa. Hata wewe Mungu anaweza kukutumia. Amen. Moyo wa utumishi. Mungu atujaze moyo kama huu. Paulo anasema kila mtu ambaye amechukuliwa kuwa askari anapotoka kwenda kazini mwake hajishughulishi na mambo ya kawaida kama ya wale wanaitwa civilians. Hallelujah. Today, we thank God we have an officer in the house. Amen. And one thing about this officer, when he is on duty, it doesn't matter whether he has been visited by the pastor. Hello? Nasema hivyo akiwa hapa. Hata nikienda kwa station yake na yeye ndiye ako duty, hata kunisindikiza anipeleke na hapo hatafanya hivyo. Maana anataka kumfurahisha yeye ambaye alimweka kufanya hiyo kazi. Hallelujah. Ambia mtu simama katika nafasi yako. Umfurahishe aliyekuajiri. Hello. Simama katika nafasi yako. Umfurahishe Mungu maana ndiye alikuita. Amen. So tunafaa kujifundisha ya kwamba kanisani hatuendi ili tufurahishe pastor. Na let me tell you, anytime you come to this church, ili pastor aone ya kwamba ulikuwa present, I'm telling you, utatoka hapo bila baraka yoyote. Lakini ukienda ndio Mungu akuone, hautatoka mikono mitupu. Hello church? Yes. Siku ile utakuwa kiongozi hapo, eti unifurahishe, ufanye mambo unifurahishe. I'm telling you, mimi sio yule unafaa kufurahisha. In as much as you are trying to make me happy more than the one that appointed you. Amen. Hello? I tell somebody, happy more your God. Hallelujah. Kenagia Ngai wako. Muno makiria. Mama wako happy more your God. Amen. So somebody say, I will happy my God. I will happy my God. Because he is my commanding officer.
the name of the Lord. Nitampendeza, nitamfurahisha Mungu wangu. Nitatia bidii kumfurahisha aliyenituma. Najua that is not the correct English. Lakini we need to please our God in everything that we are doing. We need to make it our endeavor that we want to please God, not men. Because the one who has appointed us is not a human being. He does not have a human stature. It is God in heaven, the owner of the heavens and the earth. Yeye ndiye ametuchagua na kutuweka hapo. Wacha tujaribu kumfurahisha na kumpendeza. Amen. Ukijaribu kuwapendeza wanadamu utachoka asubuhi na mapema. Hallelujah. Yes. Maana wanadamu ni wale wale, utawatendea mema watakulipa na mabaya. Amen. Mimi nalala kesha nikiwaombea, nakaa nikiwahudumia, najinyima mambo mengi kwa sababu ya hii ya wewe. Wewe ambaye Mungu amekuita, na wewe ndiye utakuwa wa kwanza kusema hata ukimuona. Wewe ndio utakuwa wa kwanza kuchukua mawe kutupia mtumishi wa Mungu kwa sababu ya jambo moja ama lingine. Kwa nini? Kwa sababu wewe uko pale unafikiria ya kwamba umekuja kufurahisha pastor. Na kama ulikuja kufurahisha pastor, akose kuona kwamba unamfurahisha, utaanza kusema hiyo kanisa hata ina mapendeleo. Kuna watu wengine hawatambuliwi, mimi sikutambui. Church, maana in the first place haukuja hapa nikutambue, ulikuja hapa utambuliwe na mwenye alikuita. Aone ya kwamba katika register you are present. Hallelujah. Hata kama nitakutambua, sitakulipa chochote. Mimi nitakupigia tu makofi, nitakwambia ubarikiwe, mimi ni mtumishi. Na Mungu akiona ni vyema akubariki, atakubariki. So jaribu sana, tia bidii sana kumfurahisha yeye aliyekuita. Hivi ndivyo Paulo anamwambia Timotheo ya kwamba you need to be strong, and also anamwambia you need also to endure hard like a good soldier. Amen. Mtu aliye na moyo wa utumishi anavumilia hata wakati wa misukasuko. Hallelujah. Afia mtu dukata itia hageleza. Hallelujah. Watumishi hawaondokei kwa sababu ya tumambo tudogo. Amen. Watu walio na moyo wa utumishi hawaondoki hivi. Wanakatalia hapo kwa sababu wanajua sio wanadamu wanatumikia Mungu. Mimi ni mwanakwaya, hata msipoimba niliitwa niliwe katika hiyo nafasi, nitamwimbia Mungu hata nikiwa peke yangu. Hello church. Maana mimi ndiye niliitwa. Wengine wote wanapoondoka, wewe unabaki kama Caleb na Joshua. Caleb and Joshua ambao walisema hizo ripoti zote hata kama ziko na majority, I want to say that we are the majority because we have the host of heaven. Hallelujah. Caleb and Joshua, they were of a different conviction. Walisema ya kwamba hata kama huko hiyo wamesema ni kweli, lakini kuna kitu kimoja tunajua ya kwamba sisi tuna uwezo mwingi kuliko wale majitu. Maana ndani yetu tuna yule mkuu wa majeshi. Kwa hivyo atatupatia hiyo nchi. Jina la Bwana lisifiwe. Hawaondoki wala hawayeyuki mioyo. Saa ile wengine wanayeyuka, wanababaika, hata wanashiriki, wanaondoka kabisa. Kuna wale ambao wana moyo strong, wanasimama, wanasema mimi niliandikwa, niliajiriwa, niliitwa na Mungu, nitasimama hapa hata wakati Mungu wangu ataonekana. Hallelujah. Tushida kidogo tumekufukuza kanisa. Tushida kidogo. Ati ulikuwa na shida, Wakristo hawakuja kukuona. Let me tell you. Je, ni nani ungependa akuone kwanza? Halo? Saa ile uko na shida, ni nani wa kwanza ungependa akuone? Halo? Kama ni Mungu sema ni Mungu. Ni Mungu. Hallelujah. Hata kama wanadamu hawatakuja, Mungu alikuja. Amen. Na sio kuja tu, alikuwa hapo hata shida ikiingia. Ananijua.
Kwa hivyo hautasema hiyo ni kigezo, hiyo ni sababu ya kuondoka kanisani kwa sababu watu hawakusimama na wewe. Let me tell you, when you have a heart of servant, uko hapo watu wafurahie wasifurahie, uko hapo watu wakupigie makofi wasikupigie, maana kile unachotafuta, it is the approval of God who commanded you to go into his vineyard to work. Amen. Hallelujah. Amen. May the Lord bless you. Ni saa 3:01. Nasikia nina roho ya kuwahubiria, lakini nawatia moyo katika Bwana. Usiondoke hapo Mungu alikuweka. Hata kama shida zitakuja kama moto, simama hapo. Aliyekuita ni mwaminifu. Halo. Na kwa wakati wake atakuja kukuokoa. Na waombea ya kwamba muokolewe na Bwana katika shida zenu. Katika yale matatizo mnapitia, Mungu aonekane na waongeleshe kwa sauti ya mara ya pili. Awaambie ya kwamba niko pamoja na nyinyi na sitawaacha. Jina la Bwana lisifiwe. Tuseme tubarikiwe. Sema Mungu nibariki. Sema Mungu nisaidie. Niwe mtumishi mwaminifu katika kazi yako. Sema haleluya. Ninaamini ya kwamba nitakuwa mtumishi mkamilifu katika kazi ya Bwana. In the name of Jesus. May the Lord bless you. May the Lord lift his countenance upon your lives. May the Lord favor you in whatever you do. May the Lord do you great and better things than you expected. To the glory and honor of his name. Be blessed now and forever. Amen. Amen.